Hali gani mtazamaji wa Djuma TV pamoja na Sullivan TV, tuko maeneo ya Chalinze hapa mkoa wa Pwani ambapo umefanyika mkutano mkuu wa chama cha wafugaji tuseme mkoa wa Pwani, na hapa tuko na mwenyekiti, tazungumza naye machache tupitishe kwenye kikao hiki kilikuwa kinahusiana na nini. Mwenyekiti, kwanza hongereni sana, jambo limefana. Asante sana, asante sana. Labda kwa ufupi ambao hawakufahamu, kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Ngobere Aram Samau, mwenyekiti wa chama cha wafugaji mkoa wa Pwani na ni makamu mwenyekiti chama cha wafugaji kanda ya Mashariki. Labda nini ambacho kimejiri leo katika kikao chetu? Leo tulikuwa na mkutano wa viongozi wa kanda ya Mashariki, mkutano ambao tumeita viongozi wote wa mikoa na wilaya, viongozi wa mila. Unajua jamii za kifugaji zina viongozi wa mila, lakini tumealika mpaka maaskofu wanayetokana na jamii za kifugaji, chifu pia wapo. Kwa ni mkutano wa viongozi kwa kifupi, na ulikuwa na lengo la kuwatoa elimu ya chanjo na utambuzi, elimu ya chanjo ya utambuzi kwa viongozi wa jamii zote za kifugaji wa kanda ya Mashariki, ili waipate vizuri na wao wakatoa elimu kwenye wilaya zao, mikoa zao, kule waendako, kwa sababu chanjo ni mpango wa serikali na serikali imeamua kuleta mpango wa chanjo kuchanja mifugo kwa miaka 5 mfululizo. Kwa hiyo ni mpango ambao inatakiwa mifugo yote ichanjwe kwa wakati mmoja. Sasa hiyo sio jambo la kusema unaweza kaeleza siku moja wafugaji wote wakaelewa. Kwa hiyo sisi tuliitwa kule taifa, tukapata elimu tukiwa na watu wa wizara na halmashauri kuu ya chama cha wafugaji, na sisi kwenye kanda zetu tumeshuka ili kuwapa elimu wenzetu wa kanda ya Mashariki ili wote wapate elimu hiyo kwa pamoja, ili mpango huo ukija kuanza sasa kila mtu awe ameelewa ili tuchanje wote kwa pamoja. Sasa labda pengine kwa watu ambao hawakuwa sehemu ya kikao hiki, labda kinawezekana ni kikao cha ngapi ambacho mmefanya leo? Hiki kwa kanda Mashariki ni kikao cha kwanza. Ndio maana tumeita vikao cha viongozi kwanza. Baadaye tutaita mkutano mkubwa wa kanda ambayo tutakuja kuwaelimisha pia wanachama na wafugaji wote wa kanda ya Mashariki. Leo ni mkutano wa wafugaji wa viongozi tu kupeana elimu, ili tuende kwenye mkutano wa kanda tukawaelimisha wafugaji wote juu ya namna ya chanjo. Lakini pia tulikuwa tuna watu wa trekta, watu wa TAFE, nao pia tumeingia mkataba na chama cha wafugaji ili kwa ajili ya kuwakopesha wafugaji matrekta ili wakalime maeneo ya malisho, wakalime mashamba, kwa sababu wafugaji wengine ni wakulima. Kwa hiyo wamekubali kuwakopesha wafugaji, na wao pia tulikuwa tunao, na pia watu wametoa elimu, wameona, wametoa vipeperushi vyao. Kwa hiyo kimsingi ni mambo mazuri yanakuja ambayo serikali imeamua kufungua milango kufanya kazi na chama cha wafugaji, na ndio maana naona hata makampuni makubwa ya TAFE ambayo yanamilikiwa na mtajiri mkubwa Mo leo anakuja anaingia mkataba na wafugaji kwa ajili ya kuneemesha masoko, lakini kwenda kuboresha malisho. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana, na nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu yeye ndiye amefanikisha tupate chanjo hii ya miaka 5 mfululizo, lakini yeye pia ndiye aliweka mazingira haya wezesha kufungua wawekezaji. Wanatokea yake sasa wanakuja kuwekeza kwenye sekta ya mifugo. Sasa tumeona mliofika hapa zaidi ni viongozi wa chama hiki cha wafugaji. Sasa elimu kwa wafugaji mmoja mmoja itawafikiaje? Elimu kwa wafugaji mmoja mmoja itawafikia kwa sababu wale viongozi wao wa maeneo yao tumekaa nao na tumezungumza nao, na bahati mzuri nishukuru wizara kwa sababu walitupa mwakilishi kutoka wizarani, na TAFE nao walitupa mtu kutoka TAFE. Kwa hiyo elimu hiyo walikuwa wanauliza maswali vizuri, viongozi wale wameshiba, kwa maana wao watakwenda kuwa walimu wazuri kule waendako. Lakini sisi pia viongozi wa kanda, kama nilivyosema mwanzo, tutaitisha mkutano mkuu wa kanda wanachama wote, ambao sasa huo ni wanachama wote wa kanda Mashariki. Tutaitisha na tutakuja kutoa hiyo elimu, na watu wa TAFE pia tutawaalika, na watu wa wizara tutawaalika, kwa sababu lengo letu, serikali imesema sasa hivi imefungua mpango shirikishi. Hakuna jambo ambalo serikali hii inafanya tu kwa kurupuka. Imekuwa inafanya mpango wa kushirikisha wafugaji, na sisi tunafanya kwa azana hiyo. Tutakwenda kuwashirikisha kule chini ili wote waelewe vizuri, ili usikusiwe na taharuki yoyote katika kutekeleza hili jambo. Mmefanya kikao hiki, labda wito ulikuwaje leo? Watu wameitikia? Watu wameitikia vizuri sana, na nashukuru viongozi wakubwa wapo. Kama maaskofu wapo, chief yupo, viongozi wa wilaya, wakilishi wa wilaya wapo,
walioshindwa kuja wametoa taarifa uzuru. Kwa hiyo tunasema mwitikio ni mzuri sana, ni mkutano wewe mwenyewe umeona, mkutano wa viongozi. Mkutano wa viongozi, kama viongozi utaona ni wachache, lakini ni mkutano wana watu wengi nyuma yao. Kwa hiyo umefana sana. Labda pengine mkutano huu tutegemee kwamba ile migogoro ya wafugaji na wakulima itakuwa imefika kikomo. Migogoro ya wafugaji na wakulima kwa sasa inaanza kupungua, kwa sababu kwa mfano sisi mkoa wa Pwani tulianzisha kamati ya kudhibiti migogoro ya wafugaji na wakulima kwenye chama chetu ndani ya mkoa, lakini tuna kamati ya maadili ya mkoa. Yote hayo kuhakikisha tunakwenda, ile kamati ya kuzuia migogoro na wakulima na wizi wa mifugo haipo kwa ajili ya kumtetea mfugaji tu, ipo kwa ajili ya kutenda haki. Kwa hata mfugaji ambao yeye ana shida, yeye ndio mwenye shida, kamati hiyo inashirikiana na mkulima, inashirikiana na serikali kuhakikisha yule mfugaji anaeleweshwa vizuri, na pale inapobidi sasa sheria ichukue mkondo wake, sheria inachukua mkondo wake kuhakikisha wafugaji migogoro hii isiendelee kuendelea kwenye mkoa wetu wa Pwani. Lakini kwa sasa na mimi tumepata nafasi tena, tupo kwenye kanda, mpango huo tutaenda kueneza kwenye kanda. Tutaunda kamati sasa ya kanda ya kudhibiti migogoro ya wafugaji na wakulima na watumiaji wengine wa ardhi. Lakini sio kuunda tu kamati, tumekuwa tunatoa elimu kwenye mkoa wetu huu wa Pwani. Tuna agenda 3 ambayo lazima kila mkutano, lazima hizo agenda mwenyekiti wa wilaya akitisha mkutano wa kata lazima azizungumzie. Lazima kuwe na agenda mahusiano mazuri na watumiaji wengine wa ardhi, kwa sababu tusiwe watu wa kusuluhisha tu migogoro, tuzibe zile mianya zinazozalisha migogoro. Kwa hiyo lazima tuwe tunatoa elimu ya mahusiano mazuri na watumiaji wengine wa ardhi, elimu ya ufugaji wenye tija, kwa sababu tukienda kwenye ufugaji wenye tija tutaepukana na huu ufugaji wa kuhamahama, ufugaji ambao mtu hana maeneo yake, ambayo ndio asilimia kubwa ya ufugaji tuko hivyo. Lakini kupitia elimu hii na namna tunavyofanya kazi kwa karibu, kwa ushirikiano na serikali, kwa ushirikiano na watu wengine, inaendelea kuwa nafuu kabisa na migogoro inaanza kupungua na watu wa hifadhi tuna mahusiano nao mazuri yote. Kwa hiyo mwisho wa siku naamini kwenye mkoa wetu wa Pwani na kanda yetu Mashariki migogoro itapungua kabisa. Wito wako sasa kwa wafugaji wa kanda ya Mashariki, unawaambia nini? Ongea na wafugaji wako wa kanda ya Mashariki mkoa wa Pwani. Wito wangu kwa wafugaji wa kanda ya Mashariki na mikoa yote ya kanda ya Mashariki, wito wangu ni kwamba serikali ya awamu ya 6 iko pamoja na wafugaji, na ndio maana hakuna jambo lolote ambalo serikali inaamua kuenda kupeleka kwa wafugaji bila kuwashirikishi. Tumeona leo waziri wa mifugo ana muda mchache, ndani ya miezi 3-4 tu kashafanya mikutano karibuni 2-3 na wafugaji, lakini mambo yote haya tumeanza kuzungumza na yeye na wizara, ndio leo tunakuja huku. Lakini na mipango mizuri ya kwenda kuboresha masoko ya mifugo. Umetafuta masoko, tumepata. Lengo langu, wito wangu, wafugaji tukafuge ufugaji wenye tija. Ufugaji wenye tija kwa manufaa. Tukifuga ufugaji wenye tija, itakuwa na faida kwa wafugaji, lakini itakuwa na faida kwa nchi, kwa sababu itaongeza pato la nchi. Kwa sababu tutakuwa na mifugo ambayo inakidhi soko ya ndani na inakidhi masoko ya nje. Kwa hiyo mimi ninachoshauri tuwe tukafuge kwa ufugaji wenye tija, lakini tukafuge ufugaji rafiki na watu wengine, tukajenge mahusiano mazuri na watumiaji wengine wa ardhi, kwa sababu tunategemeana na ardhi haiongezeki, watu tunaongezeka. Kwa hiyo wewe kama unaenda kufuga, mheshimu mwenzio ambaye ni jirani yako, amekuwa mkulima, amekuwa kiwanda, amekuwa ni maeneo tengefu, twende tukaheshimiane. Lakini pia niwaombe ndaye pia wenzetu wa maeneo mengine tengefu na nini, tujenge mahusiano, kukutana na kuzungumza pamoja na kuelimishana, kwa sababu wote tunategemeana. Kwa hiyo mimi ninachoomba tuwe na mahusiano mazuri na watumiaji wengine wa ardhi, tuwe na mahusiano mazuri na wakulima na wafugaji wenyewe kwa wenyewe, tuwe na mahusiano mazuri na serikali ili tuweze kupeleka maendeleo mbele, kwa sababu pasipo na mahusiano mazuri hakuna maendeleo. Mimi nikushukuru sana. Asante sana mtangazaji. Naam, alikuwa ni mwenyekiti huyo wa chama cha wafugaji mkoa wa Pwani na kanda ya Mashariki hii ambaye tumezungumza naye hapa. Amezungumza mambo mengi, lakini amesisitiza ukiwa ni mfugaji, mkulima
au mtu wa viwanda, tushirikiane kwa pamoja kuweza kutumia maeneo haya kwa usahihi. Lakini pia amesisitiza mipango ambayo wako nayo wao kama viongozi ni kuhakikisha migogoro ya wafugaji na wakulima inafika kikomo, na mwenendo waliokuwa nao kwa sasa ni mzuri na wanahakikisha kwamba hivi vitu vitakuwa mwisho sasa. Lakini ameushukuru uongozi wa serikali ukiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kila sehemu amefika na kila nyanja ameigusa, haswa sasa kafika kwa wafugaji, na neema kubwa ambayo imeangukia leo pamoja na kupata mikopo ya trekta ambazo wataenda kufanyia kazi kwenye mashamba yao. Mimi ni kushukuru sana kupitia Sullivan TV pamoja na Djuma TV. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Asante.